Na wakazi wa manispaa ya Songea mkoani Ruvuma umekumbwa na hali ya taharuki baada ya mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Dennis Komba mwenye umri wa miaka 26, mkazi wa Mateka, kufariki dunia dakika chache kutokana na nyoka anayesadikiwa kumilikiwa na mtu huyo kuuawa na wananchi. Nyoka huyo ameuawa na wananchi katika eneo la hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma mjini. Kasa mzima wa habari hii, huyo hapa Hamza Mashole kutoka Ruvuma. Kasiani Haule husisha na udereva bodaboda katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma, akiwa kwenye hekaheka zake za kutafuta riziki ya maisha. Jana majira ya saa 3 za usiku akakutana na abiria katika kijiji cha Mpitimbi ambaye aliomba aletwe Songea mjini maeneo ya Mateka. Wakiwa njiani, dereva bodaboda huyo akaanza kuhisi kuna kitu kinamchoma mgongoni, na alipokuwa akimuuliza abiria wake alikuwa akimjibu hakuna kitu. Lakini walipofika maeneo ya hospitali ya rufaa ya mkoa wa Ruvuma, pikipiki ilizidi kuyumba. Mimi nikageuka, oya vipi? Wasema wala hamna tatizo. Sasa muda nageuka, nikaona kuna kitu kinanifaruza mbavuni. Hebu ni papazi nigeuke nyuma niangalie, nakuta yeye ameshikana na nyoka na viliga, anavigana nayo yule nyoka. Mimi bidi nishangae. Mimi nikamwona, baada kuona vile nikamwona ngoja niwage pikipiki pembeni ya barabara, nikakimbia na kuomba msaada. Ndio watu pale walipokuja na kuanza kunisaidia. Baada ya kuomba msaada, watu walikuja na kuanza kumshambulia nyoka huyo, huku Dennis Komba ambaye ndiye aliyekuwa miliki wa nyoka huyo akifanya jitihada za kumwokoa nyoka wake. Lakini yule mheshimiwa aliingia yeye mwenyewe kwenye karavati akawa anamshika yule nyoka. Lakini kadiri alivyokuwa anamshika na nyoka anazidi kuteleza, anazidi kuondoka, anazidi kuteleza, anazidi kuondoka. Kwa hiyo baadaye sasa kadiri alivyokuwa anamshika yule nyoka anazidi kuondoka, na yeye alivyokuwa anazidi kuishiwa nguvu. Anakuja mikojo na anatoka mate mdomoni pamoja na kulegea mwili. Nipeleka hospitali nitakufa. Naomba tu mnipeleke nyumbani Boma Mbili. Mateka. Sema mnipeleke Mateka, msinipeleke hospitali. Mkiniingiza tu hospitali na kufa. Polisi walivyoshauriana kwamba tumuingize huko ndani, ndio wakamleta huko, na kweli kama alivyosema mwenyewe ndio jinsi alivyojithibitishia na jinsi ndio ilivyo kwa vile vile. Severini Komba ni baba mzazi wa Dennis Komba. Baada ya kupata taarifa, aliongozana na ndugu na jamaa katika hospitali ya rufaa kwa lengo la kuthibitisha kama kweli ni mwanae aliyefariki. Lakini nikamhoji kazi ya mwanae ilikuwa ni ipi. Yeye ni fundi seremala na mkulima. Ana matukio mengine labda ya miujiza hivi? Matukio mambo magiza. Tunaona siku nyingine anajiamgia tu usingizi, tunamwona anakamata nyoka na nini, tunakuwa na mchango wa aina ya mtu. Lakini sio mara kwa mara. Yaani anakamata nyoka kwa mtindo gani akiwa? Hatuwezi kujua. Mimi binafsi yangu na shuhudia mwenyewe, na kwa niko shambani na yeye anaweza kumshika, basi tunajua kwamba kinachoendelea zaidi hapo siwezi kufahamu. Sasa kwa jioni tunaona kwamba swala hili kwa kuchafuka hali hii, kwa sababu tulipoachana ni muda mwingine asubuhi anakwenda hivi, tunaona amechafuka, amebuka, ndio maana naona kitu cha ajabu. Kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Zuberi Mwombeji anakiri kutokea kwa tukio hilo, huku mganga wa zamu akikiri kupokea mwili ukiwa hauna majeraha hata moja. Mwili wa marehemu uko hospitali ya mkoa kwa ajili ya uchunguzi wa daktari ambaye ndiye atabaini kwamba chanzo cha kifo chake ni nini. Kwa ni tukio ambalo limeleta taharuki. Mwili wa marehemu hauna jeraha lolote, lakini kifo chake cha kushangaza kidogo, sio cha kawaida kulingana na maelezo ambayo yametolewa hapa. Kwa mujibu wa maelezo ya kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma Zuberi Mwombeji, anasema nyoka huyo amechukuliwa na askari wa maliasili, huku akisema nyoka huyo anakadiriwa kuwa na urefu wa futi 5 hadi 6. Nikiripoti kutoka Songea mkoani Ruvuma, mimi ni Hamza Mashole wa TBC. Sasa wewe hivi unakusimulia wapi? Utakuwa wewe mwenyewe. Anataka kufanya mabaya.
Wapenzi watazamaji, sio mchaka mchaka. Hii ni safari ya kwenda kuzika hiyo. Tunaelekea kuzika, ni mchaka mchaka. Mdau unasemaje? Tunaelekea kuzika, huu msiba ni wa mchaka mchaka. Sio wa kushangaa shangaa. Tumekuelewa. Mwandishi habari kwa? Mwandishi habari namuomba. Bora kwenye miti. Jamani, keleni kwanza. Natolea. Tolea. Maelezo polisi. Yangu nataka kuja kwa nyoka. Wewe nani unazungumza? Lazima kupanda hamna. Bado Masudi. Juba wako picha kabisa. Bado Masudi.